Sema kila ninachotenda kinastawi. Haleluya. Sema njia yangu ni nuru ing'aayo, ikizidi sana kung'aa hata mchana mtimilifu. Inazidi kuwa bora kila itwapo leo, kwenye kila eneo la maisha yangu. Mimi ni baraka kwenye ulimwengu wangu. Mimi ni jawabu kwenye kilio cha wengi. Haleluya. Amen. Tulianza wiki iliyopita series fupi yenye jina la Factors for Advancement, au sababu au mambo muhimu kwa ajili ya kusonga mbele. Sema amen. Sema amina. Na mkono wako juu, sema ninasonga mbele kila itwapo leo. Sema ninasonga mbele kila itwapo leo. Amen. Maana yake mtu aliyekutana na wewe leo sio wewe aliyekutana na wewe jana. Sema amen. Kwa sababu kila siku unazidi kuwa bora. Haleluya. Unazidi kwenye utukufu kwenye kila siku ya maisha yako. Sema amen. Haleluya. Tuliongelea kuhusiana na hekima na tuliongea kwa ufupi, na sitaendelea leo, nitaendelea kwenye factor inayofuata, lakini nikutie moyo ukaendelea kusoma kuhusiana na eneo hilo. Lakini kumbuka Kristo hekima yako. Sema amen. Sema Kristo hekima yangu. Haleluya. Kitabu cha Wakolosai anaongelea namna gani kwamba ndani ya Kristo hekima na maarifa yote yamefichwa. Haleluya. Na huyu Kristo anaishi ndani yetu leo. Amen. Inua mkono wako juu. Sema kila ninapoenda hekima inadhihirishwa, maarifa yanadhihirishwa. Sema hakuna mipaka kwenye maisha yangu. Sema sizuiliki kwenye maisha haya. Sizuiliki kwenye maisha haya. Sema sijui namna ya kushindwa kwa sababu Kristo hekima yangu. Haleluya. Amen. Sasa leo naenda kwenye jambo la tatu ambalo kwa Kiingereza ni favor, au Kiswahili tutasema kibali au upendeleo. Sema amen. Na ni la muhimu sana, naomba unisikilize ili ufaidike na kile ambacho tunajifunza siku ya leo. Nafurahi kuona wengi wana notebook wanaandika. Haleluya. Ni muhimu sana kwa sababu unaposikiliza hauandiki tu ambacho unasikiliza, unaandika pia inspiration ambazo Roho wa Mungu anakupa. Unaandika maamuzi ambayo yanafanyika kwenye moyo wako. Unaandika action steps za vile ambavyo utavitendea kazi baada ya darasa. Haleluya. Sema upendeleo. Sema tena upendeleo. Sema tena upendeleo. Unajua upendeleo au kibali ambacho nakiongelea leo ni kibali ambacho Mungu anakitoa kwa wanadamu bila wao kustahili. Sema amen. Haleluya. Unajua kuna watu ambao maisha yao wamezoea matokeo kwa kanuni, lakini kibali kina transcend principles. Haleluya. Na tutaangalia leo. Na wengi ambao maisha yao yamekuwa ya kula kwa jasho au kupata matokeo kwa kanuni, wengi wanajikuta roho zao wamechukua roho ya wale ndugu zetu kwenye Biblia ambao walikuwa wanaitwa Mafarisayo na Masadukayo na watu wa namna hiyo. Shika, unanielewa? Hello? Ni watu ambao wanatamani mtu avune alichopanda. Inua mkono wako juu. Hautavuna ulichopanda katika jina la Yesu Kristo. Utavuna kile Kristo ambacho amepanda kwa ajili ya maisha yako. Haleluya. Amen. Najua kuna kanuni na tumefundishana kwamba utavuna ulichopanda, lakini katika Kristo kuna kitu cha ziada. Sema amen. Kuna matokeo ambayo utayapata ambayo hayatalingana na maisha yako. Ni kwa sababu ya kile ambacho Kristo amefanya kwa ajili yako. Sema amina. Amen. Mwaka huu ukavune yale ambayo Kristo amepanda kwa ajili yako. Ukatembee kwa ajili kwenye yale ambayo Kristo ameandaa kwa ajili yako. Sema amen. Ngoja niongee na wewe kidogo kuhusiana na kibali na upendeleo. Point ya kwanza ambayo andika kwa maneno makubwa. Sema nimependelewa. Sema tena nimependelewa. Hiyo ni point ya kwanza. Unajua watu wengi wanapofikiria kuhusiana na favor au upendeleo wanawaza kwamba ni baadhi ya watu fulani ambao wanacho, lakini katika Kristo watoto wote wa Mungu tumefanya nini? Tumependelewa. Ngoja nikusomea hadithi ya maisha yako ambayo iko kwenye Biblia. Kitabu cha Efeso, utaandika Efeso 2 mstari kuanzia wa kwanza. Haleluya.
Amen. Haleluya. Efeso 2:1 inasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Sawa? Inaanza kama anaongea maneno fulani ambayo yana ukali au yanaumiza, yakiongelea mabaya ya watu ambao walikuwa katika kanisa la Efeso. Anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, mstari wa 2, ambazo mliziendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Sawa? Mstari wa 3 anasema ambao zamani sisi sote nasi tulienenda katika yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia. Neno nia maana ya ufahamu, ya akili. Anasema tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira au watoto wa ghadhabu kama na hao wengine. Haleluya. Anaelezea namna gani ambavyo tulikuwa wabaya. Hello. Pengine kuna baadhi ya watu ambao wanakujua ulikuwa mbaya na mwovu na nini, na Biblia inatambua hivyo. Sasa mstari wa 4 anasema lakini Mungu. Hello. Lakini Mungu. Ndio jirani yako atabasamu sana, mwambie lakini Mungu. Huyu kaka alikuwa ni mlevi, lakini Mungu. Haleluya. Huyu kaka alikuwa ni mhuni, lakini hii biashara ilikuwa ifungwe, lakini ndoa ilikuwa ivunjike, lakini mativania sahaya. Mungu ni lakini ya maisha yako. Nasema Mungu ni lakini ya kila habari mbaya ambayo imetangulia kwenye maisha yako. Hello. Anasema lakini Mungu. Asemi lakini wewe, aisemi lakini ulibadilika tabia yako kawa mwema. No. Anasema walikuwa ni waovu, walikuwa ni wafu. Anasema lakini kilichobadilisha sio juhudi zao, sio wao, Mungu. Lakini Mungu. Sika unanielewa? Wengi tulikuwa tunakimbia kwa kasi kwenda kuzimu na tukutaka kusimama sehemu yote, lakini Mungu. Hello. Wengi tulikuwa ni sababu ya machozi kwa wengi, lakini Mungu. Haleluya. Wengi tulikuwa aibu kwenye familia zetu, lakini Mungu. Si kama unanisikia mtu wa Mungu jioni ya leo? Talamande. Anasema lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema. Mwaongeze jirani kwa tabasamu, tunaambia Mungu ni mwingi wa rehema. Mungu ni mwingi wa rehema. Wengine wanatamani sema lakini Mungu ambaye ni mwingi wa hasira. Anasema lakini Mungu ambaye ni mwingi wa rehema. Haleluya. Hello. Kuna mtu ambaye umeshamwangalia, kuna mtu ambaye pengine unakaa na kumdiscuss kwa watu jinsi alivyo muovu, lakini nikwambie leo lakini Mungu. Lakini Mungu. Mungu ambaye ni mwingi wa rehema. Ngoja nitulie niweze kufundisha jioni ya leo. Anasema kwa mapenzi yake, sio mapenzi yetu, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Sema ninapendwa. Sema tena ninapendwa. Kwa mapenzi yake makuu. Sio unanisikia? Nitaruka kwa sababu ya muda. Mstari wa 8 anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema. Neno neema ni neno la Yunani charis. Charis, tafsiri moja ya charis ni neno favor. Sema nimeokolewa kwa kibali. Nimeokolewa kwa upendeleo. Sema tena nimeokolewa kwa upendeleo. Unajua Mungu amenipa neema ya kuwa mwalimu wa wengi hapa. Kwa hiyo kuna sura ambazo naziangalia hapa ambazo nazijua zilivyokuwa kabla ya lakini Mungu. Haleluya. Malite kabahaya. Hello. Lakini Mungu. Nasema lakini Mungu. Lakini Mungu. Anasema mmeokolewa kwa neema, mmeokolewa kwa upendeleo, kwa kibali, kwa njia ya imani ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Maanake ni zawadi ya Mungu. Wokovu tulionao leo ni zawadi ya nini? Utapoelewa hivi hautakuwa na chuki na wenzako. Utapoelewa hivi hautawasema Wakristo wenzako. Utapoelewa hivi hautakwazwa na wenye dhambi. Utajua kwamba hata wokovu ambao unao ni kibali cha Mungu, ni upendeleo wa Mungu. Wewe ambao ulikuwa ulali bila chupa kadhaa kuingia kwenye mwili wako, wewe ambao ulikuwa ueleweki, lakini
Haleluya. Badala ya kuwasema watu, ukiwaangalia utakumbuka wema wa Mungu. Utasema upendeleo wa Mungu kakutane nao, kibali cha Mungu kakutane nao. Wasiponisikia maneno yangu wakasikia kwenye redio, wasiposikia kwenye redio pengine kwenye runinga, pengine mtandaoni. Haleluya. Nafsi zao zikaokolewe. Sema amen. Anasema sio kwa nafsi yako, ni kipawa, ni zawadi ya Mungu. Mstari wa 9 anasema wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Haleluya. Kwa hakuna sababu ya kujisifu, hakuna fursa wala nafasi ya kujisifu, kwa sababu tumeokolewa kwa kipawa cha Mungu. Ni upendeleo, ni upendeleo. Sema amen. Na mkono wako juu. Sema maisha yangu ni hadithi ya upendeleo. Sema tena, maisha yangu ni hadithi ya upendeleo. Ninapoongelea upendeleo, sikuambii kwamba ukawe mvivu. Paulo anasema kwamba mimi ambaye nilikuwa mdogo kuliko mitume wote, kuliko wote walioamini, nilifanya kazi kwa bidii zaidi kupita wote, kwa uwezo wa Mungu tendao kazi ndani yangu. Sika unanielewa? Haleluya. Lakini kwa sababu ya upendeleo, utapofanya 10 badala ya kupata 20 utapata 2,000. Haleluya. Maana maneno ya Mungu nasema ukaongezeke mara 1,000. Sio kama unanisikia? Sema nina upendeleo kwenye maisha yangu. Sema mimi ni mtoto wa upendeleo. Maisha yangu ni hadithi ya upendeleo. Haleluya. Sina muda, lakini ningeongelea mengi sana kuhusiana na upendeleo. Naendelea, lakini na vitu vichache. Unajua ukimwongelea upendeleo unamwongelea Yesu Kristo mwenyewe. Yesu Kristo mwenyewe ni grace. Neno grace ni charis. Charis ni favor. Maandiko yanasema kwenye Yohana 1:17 anasema kwamba Torati ililetwa na Musa, lakini grace and truth, neema na kweli, ilikuja kwa Kristo Yesu. Yesu Kristo alikuja kama furushi la neema, alikuja kama furushi la upendeleo. Haleluya. Maandiko yanamwongelea Yesu, anasema amejaa neema na kweli. Haleluya. Na hiyo ndio hadithi ya maisha yako. Umejaa upendeleo na kweli, umejaa kibali na kweli. Sema amina. Sema nimependelewa. Sema nimependelewa. Zaburi ya 5:12 inasema kwa maana wewe utambariki mwenye haki, Bwana utamzungushia radhi kama ngao, utamzungushia kibali kama ngao. Haleluya. Biashara yako imezungushiwa kibali kama ngao. Nasema biashara yako imezungushiwa kibali kama ngao. Familia yako imezungushiwa kibali kama ngao. Watoto wako wamezungushiwa kibali kama ngao. Kila kinachokuhusu kimezungushiwa kibali kama ngao. Jina lako likasikike sehemu ambapo hukuweza kufika kwa miguu yako kwa sababu ya kibali. Biashara yako jina lako likapige kelele kwenye korido mbalimbali ulimwenguni kwa sababu ya kibali. Anasema tumezungushiwa kibali kama ngao. Ngao ni kwa ajili ya ulinzi. Kwa hiyo chochote ambacho kinataka kushusha chini kitakutana na kibali kama ngao. Sema amen. Wataongea maneno mengi lakini watakutana na ngao ya kibali. Sema amina. Watu wakakae kwenye boardroom ambazo haupo wakaongee kwa ajili yako. Watu wakaingia kwenye mikutano ambayo hauko wakaongee kwa ajili yako. Haleluya. Nitakwambia kitu kizuri kuhusiana na kibali leo. Nitakwambia kitu kizuri kuhusiana na upendeleo jioni ya leo. Ukisoma Efeso 1:6 inasema na usifiwe utukufu wa neema yake ambao umetuneemesha. Sema nimeneemeshwa. Sema tena nimeneemeshwa. Anasema ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Haleluya. Neno kuneemeshwa ni neno karito au charito Kiyunani. Charito maana yake ni highly favored. Hilo neno limetumika mara 2 tu kwenye Biblia. Hapa na kwenye Luka, wakati anaongea malaika anaongea na Mama Maria. Halo? Ukisoma katika Luka 1:42 anasema akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake. Au Kiswahili kinasema umebarikiwa kuliko wanawake wote. Alipokuwa anaongea naye pale anasema umecharito. Haleluya. Umebarikiwa kuliko nini? Mungu anaongea na wewe leo kama ambavyo malaika aliongea na Mariam. Hello? Akaambia umebarikiwa kuliko wanawake. Unajua kwa nini umebarikiwa kuliko wanawake wote? Kwa sababu alimbeba Yesu kwenye tumbo lake kwa neno la Mungu. Sio unanielewa? Neno la Mungu lilikuja kwake akambeba Yesu tumboni mwake. Wewe kwako neno la Mungu limekuja kwako, umembeba Yesu kwenye roho yako. Sio unanielewa? Kwa hiyo umependelewa kuliko wanadamu. Sema nimependelewa kuliko wanadamu wote.
Sema nimependelewa kuliko wanadamu wote. Ngoja nikwambie, unabidi ili hii kibali na upendeleo kifanye kazi kwako, inabidi uanze kuwa conscious. Uanze kutambua kwamba nimependelewa. Sio kama unanielewa? Ukienda